Dar es Salaam mpo? Temeke mpo? Watanzania mpo? Peoples! Asante Temeke, asante Dar es Salaam, asante wa Tanzania. Sasa wanasema ukiweka mbele inazuia. Sio dude, unafungua hapa. Ngoja. Tutayazungumza tu. Si nimeshakuja? Yatasemwa tu. Sasa ndugu zangu, nimeanza safari ya kurudi nyumbani jana usiku, na katika kuzungumza na kushauriana na viongozi nilipendekeza kwamba badala ya kutoka airport na kwenda mahali nikapumzika, niliomba tukitoka airport tufike mahali niweze kuwaona Watanzania na kuwasikia. Nikakumbuka tumeanza kusahau miaka ya nyuma tulikuwa tunasema hakuna kulala mpaka. Tumeanza kusahau. Sasa nikasema mimi bado nakumbuka hakuna kulala mpaka kieleweke. Kwa hiyo nilisema tukitoka airport, stop ya kwanza kuzungumza na Watanzania kwenye mkutano wa hadhara. Nilipotangaza kurudi, nilisema nitafurahi kwa maandalizi yoyote itakayowapendeza kuniandalia. Naomba nichukue fursa hii niwapongeze viongozi wa chama, mwenyekiti, katibu mkuu, manaibu makatibu wakuu, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kuja kwangu na timu yake, mwenyekiti wa kanda ya Pwani na timu yake, kwa kufanya maandalizi ambayo yametuwezesha tuko hapa leo hii. Naomba vile nichukue fursa hii kwa sababu ni muhimu tukakumbuka vitu hivi. Huu ni mwaka wetu wa 30 kama chama cha siasa. Hii ni birthday yetu ya 30. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii nikupongeze Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze viongozi wote wa chama wa ngazi zote, niwapongeze wanachama wetu kila mahali walipo katika nchi yetu, niwapongeze wale wote ambao wametuunga mkono miaka yote hii katika shida zote hizi mpaka leo tumefikisha miaka 30. Niwapongeze Watanzania. Safari ya miaka 30 ya Tanzania kama nchi ya vyama vingi haikuwa rahisi hata kidogo. Haikupambwa kwa marumaru, imepambwa kwa miba, kwa mawe. Kuna damu imemwagika
Watu wameteseka, watu wamefungwa bure, wengine wamepotea, hawajulikani walipo mpaka leo. Tumeumizwa sana wote. Kwa hii safari ya miaka 30, ndugu zangu, haijawa rahisi. Kama tumefika hapa, tunastahili tupongezane. Kwa niwapongeze wa Tanzania kwa kufikisha miaka 30 tukiwa nchi ya vyama vingi, licha ya mapito magumu tuliyopitia. Nilisema hilo nisiliache. Sasa ndugu zangu, leo ndio kwanza nimekanyaga nyumbani kwetu. Na naomba mniamini nikiwaambieni, kuishi nje ya nchi kwa kulazimishwa, kwa sababu unaogopa utadhuriwa, ni kitu kigumu ajabu. Hii miaka takriban 5-6 inaelekea, haijawa miaka rahisi hata kidogo. Kwangu mimi binafsi, kwa familia yangu, kwa ndugu zangu, kwa chama changu, kwa nchi yangu. Kwa sababu ni miaka 5 ya kulazimishwa kuondoka nyumbani kwako na nyumbani kwenu, kwa sababu usipokimbia kuna watu wametumwa wakuue.